Jina langu ninaitwa Esther Muhagachi. Mimi ni shemasi wa kanisa la Mennonite, lakini ni mtumishi katika Jumuiya ya Kikristo Tanzania, idara ya maendeleo ya wanawake, watoto na jinsia kama afisa program. Kuhusiana na maombi ya dunia, mimi ni mratibu wa maombi ya dunia katika ngazi ya taifa. Yale maombi yanaandaliwa na nchi husika, yanaletwa katika dawati letu, na yakifika katika dawati letu sisi tunayaratibu katika lugha ya nchi, yani Kiswahili. Tukishamaliza kuyaratibu tunayatuma kwenye makanisa yote mwanachama wa CCT ili waweze kuyaratibu katika mikoa, wilaya na katika ngazi za vijiji kwa ajili ya kufanya maombi wote kwa pamoja. Lengo kubwa ni kuwaleta wanawake wote pamoja ili waweze kufanya ibada wakishirikishana furaha na huzuni na fursa zilizopo katikati ya maendeleo ya wanawake. Neno kuu linasema nimeumbwa kwa jinsi ya kutisha. Tunapofika mahali hapo tunaanza kuhimiza juu ya uumbaji wa Mungu. Na hata sasa tumezungumza sana juu ya uumbaji wa Mungu katika mikoa mingi mbalimbali. Katika mkoa huu wa Mara ninataka niseme zaidi juu ya utunza uumbaji wa Mungu kwa kuwalinda watoto wetu, kwa kuwalinda wanawake na watoto wa kike dhidi ya vitendo vya ukatili wanavyofanyiwa. Kuna ukeketaji. Ukeketaji umeongezeka badala ya kupungua katika wilaya zetu, katika maeneo yetu. Na sasa sisi kama wanawake wa Kikristo tunatakiwa tuwe mstari wa mbele katika kukemea vitendo hivyo, kwa maana tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na uumbaji wa Mungu haukufanya makosa. Kwa sababu hiyo wanawake wote tusimame, tushikamane ili tukemee vitendo hivyo viovu wanavyofanyiwa watoto wetu. Wanaozwa wakingali bado wadogo, wanaanza kuzaa watoto wakiwa bado wadogo. Kwa hiyo tunakemea vitendo hivyo vya ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kike na kwa wanawake. Lakini sasa tumepata habari kwamba kumbe hata wanaume wanafanyiwa vitendo vya ukatili. Jumuiya ya Kristo Tanzania tuna mkakati wa kuwaunganisha wanawake na wanaume ili waweze kuwa na sauti moja ya kukemea vitendo vya ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Mwalimu Skola Alex Kisero, mwenyekiti wa Umoja wa Makanisa wilaya Tarime, lakini vile vile ni mwenyekiti Umoja wa Makanisa mkoa wa Mara. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa siku ya leo tunapoadhimisha maadhimisho haya ya kiwilaya Tarime tarehe 30 mwezi wa 5 2025. Maadhimisho haya yamekuwa ni maadhimisho ya baraka kwetu sisi wanawake, kwani yametuwezesha kujua kwamba maombi ndio kitu pekee, ndio silaha pekee itakayomkomboa mwanamke katika familia yake, katika taifa, hata katika dunia nzima. Kupitia maombi haya kina mama tunatakiwa kukemea mambo mengi ambayo yanaendelea yanaonekana yakiwa yanatendeka katika ulimwengu wetu. Asa ukatili ambao umekuwa ni mkubwa sana kwa wamama na hata kwa watoto wa kike, na sasa ukatili huu umevuka mipaka, umeenda mpaka kwa watoto wetu wa kiume. Tunaona mambo haya yanavyokuwa yanaenda bila maombi, bila mama kusimama kwenye familia yake, bila mama kusimama katika wilaya hata mkoa wake, haitawezekana mambo haya yaweze kuisha. Kwa hiyo wito wangu kwa kina mama wote kwa siku hii ya leo ambayo tunaadhimisha siku hii ya wanawake kiwilaya ya Tarime, wamama wote tusugue magoti, tuombe kwa ajili ya taifa, tuombe kwa ajili ya familia, tuombe watoto wetu waondokane na unyanyasaji wa kijinsia. Ulawiti ni jambo ambalo la ajabu sana limetokea kwa sasa, lakini bila maombi, kupitia maombi ya kina mama